Wafuatiliaji wenu katika mitandao yenu ya kijamii pamoja na YouTube zenu, tuwatakie heri ya Pasaka. Na mwendo ni ule ule tu, kama hatukushirikiana kwenye hili na tushirikiane vile vile kwenye huo ndio baya kwela, lakini uhalisia ni kwamba mlikuwa mmefunga, kwa usingeweza kuwakaribisha pilau la mchana, kwa maana mkaona kimya. Hatukuwa na nia mbaya, nia yetu ni kwamba tuache muendelee na ibada ya mfungo, si ndio bwana kumwalika mtu pilau na yupo kwenye Kwaresma ilikuwa ni makosa, ndio maana tukaamua tuwape distance kidogo. Lakini kwenye Pasaka hii hatujafunga, tumeshamaliza kufunga 6, kwa hiyo mtukaribishe. Ndugu zangu waandishi wa habari, kesho tuna mchezo wa ligi kuu ya NBC, mchezo wa raundi ya pili ya ligi kuu ya NBC, mchezo almaarufu Mzizima Dabi, moja kati ya michezo yenye hamasa kubwa nchini Tanzania, moja kati ya michezo yenye mvuto mkubwa, ni moja kati ya michezo yenye ushindani mkubwa, ni moja kati ya michezo ambayo ina ufuatiliwaji mkubwa kweli kweli. Mechi ya Azam FC dhidi ya Simba ni mechi ambayo kila Mtanzania mpenda soka na hata ambaye apende soka, ni mechi ambayo anaifuatilia kinagobaga kutaka kufahamu matokeo yamekuwaje. Lakini kwa siku za hivi karibuni, mechi ya Simba na Azam FC ni mechi ambayo inazalisha mpira mzuri, ushindani mzuri. Ni mechi ambayo inatoa taswira halisi ya mpira wa miguu Tanzania. Unapozungumzia ligi ya Tanzania imekuwa, ligi ya Tanzania imepiga hatua, unaangalia mechi ya Simba na Azam, zile dakika 90 huwa zinatoa heka za maana kweli kweli, huwa zinatengeneza burudani yenye msisimko wa hali ya juu. Hii ni mechi kubwa kweli kweli ambayo inapaswa kulindwa na inapaswa kuwa sehemu ya kujifaharisha sisi kama Watanzania. Mechi ni saa 1 kamili usiku katika uwanja wa Azam Complex kule Mbande, almaarufu Chamazi. Mechi hii sisi kwetu wanasimba ni mechi muhimu sana. Ni mechi muhimu kutokana na nafasi tuliyopo sisi na Azam FC. Tumekuwa kwenye vita kali ya kupishana kwenye nafasi ya pili. Akishinda yeye anasogea, nikishinda mimi nasogea. Akitoka sare anashuka, nikitoka sare nashuka. Kwa hiyo kumekuwa na mpishano mkubwa hapo kwenye nafasi ya pili. Hiyo peke yake inatengeneza mvuto mkubwa na ushindani mkubwa kwenye mechi hii. Sio kama tunawania nafasi ya pili, lakini ili ufike nafasi ya kwanza, manake lazima utoke ya 3 ufike ya pili uende ya kwanza. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tukikomea, bado hakuja kuwa na umiliki wa nafasi ya pili kwenda nafasi ya kwanza, na mshindani wetu namba 1 kwenye nafasi hiyo imekuwa ni Azam FC ambaye tunakwenda kukutana naye siku ya kesho. Ndio maana kwenye mrengo huo mechi hii inakuwa ni ngumu kwa kweli, lakini safari ya Simba ni kwenda nafasi ya kwanza katika msimamo. Unafikaje nafasi ya kwanza? Lazima umfunge yule ambaye unacheza naye katika mechi husika, na kesho tunacheza na Azam FC. Maana yake ni kwamba tukipata matokeo mazuri mbele ya Azam FC, tunakuwa tumeweka hai matumaini yetu ya kuelekea juu. Azam ni title contenders, kwa maana ni timu inayowania ubingwa wa ligi kuu. Ukimfunga timu ambayo unawania naye ubingwa, unakuwa umepata lifti kubwa ya kusogea juu. Kwa hiyo inatufanya sisi tuingie katika mechi hii tukiwa na mipango thabiti na akili iliyonyooka kuelekea katika mchezo huu. Lakini kama haitoshi, Azam FC ndio timu pekee ambayo imetufunga Simba msimu huu. Baada ya kutufunga tukarejea kwenye meza ya marekebisho, tukafanya maboresho kwenye timu yetu, na sasa tunakwenda kucheza tena dhidi ya Azam FC tukiwa tumefanya mabadiliko ya timu yetu. Na kwa siku za hivi karibuni tumekuwa tukijinasibu
ya kwamba timu yetu ina mabadiliko makubwa, timu yetu imeongezeka ubora, timu yetu kiwango kimepanda, timu yetu imekuwa hatari na tishio, timu yetu imekuwa maridadi, timu yetu imekuwa bora. Lakini tunasema hayo yote bado hatujacheza na Azam FC. Ni mpaka tucheze na Azam FC tupate matokeo chanya, ndio tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema kwamba kweli msimu huu tuna timu nzuri, kweli timu yetu imefanyiwa marekebisho na maboresho, kweli viwango vya wachezaji wetu vimepanda, endapo tu tutapata matokeo mazuri, kwa sababu alitufunga raundi ya kwanza. Tukiweza kumfunga raundi hii, maana yake ni kwamba ni kweli timu yetu imeboreka. Tukipoteza tena dhidi ya Azam, tunarejea tena kwenye meza na kuangalia wapi timu yetu ina mapungufu. Kwa lugha nyepesi, naweza kusema ya kwamba mechi yetu ya kesho dhidi ya Azam FC ndiyo kipimo sahihi cha kuitathmini na kuiangalia timu yetu, tujiridhishe kama ubora wake uko sawa sawa. Kila siku tunasema Anicet Oura ni mchezaji hatari. Tunataka tukamuone Anicet Oura mbele ya wachezaji wa Azam FC anafanya kitu gani. Siku zote tumekuwa tukisema Libase Geye ni mtu tishio. Tunataka tukamuone Libase Geye mbele ya Pascal Msindo anafanya kitu gani. Tunataka tukamwone Mwamba Lusaka ambaye tunaamini amezaliwa upya na amekuja upya ndani ya Simba Sports Club. Tunataka tukamwangalie Mwamba Lusaka Chama anafanya nini katikati ya dimba la Azam Complex pale Chamazi. Kwa hiyo kesho ni kipimo cha kuitathmini timu yetu. Tukitoka pale baada ya dakika 90 tutavimba na kutamba, jamani, kumbe kweli timu yetu imeimarika baada ya kutoka kwenye kipimo sahihi ambacho ni Azam FC. Kwa kwetu sisi hii ni mechi muhimu mno, ya thamani kweli kweli, na ni mechi tishio, ni mechi ngumu kweli kweli. Niwaambie tu ya kwamba tunakwenda kwenye mechi hii tukiwa na zero confidence kutokana na ubora wa Azam FC, lakini kutokana na matokeo ya mechi iliyopita dhidi ya Azam FC. Mechi iliyopita sio tu kwamba tulifungwa, lakini tulizidiwa tactically kutokana na ubora aliyokuwa nao mwalimu wao ambaye ni mzoefu na ni mwalimu bora kweli kweli. Kwa hiyo natunyima confidence kuelekea katika mchezo huu, lakini tutapambana, tutapigana tunapoweza kupigana, twende tukaiheshimishe Simba Sports Club. Slogan yetu ama falsafa yetu ni ile ile, hatuko tayari kufungwa raundi moja dhidi ya mpinzani mmoja. Hiyo ndio imekuwa maisha yetu kwa miaka yote. Tulifungwa na Azam raundi ya kwanza, hatuko tayari kupoteza tena mbele ya Azam raundi ya pili. Kuelekea katika mchezo huu, wenzetu wa Azam FC wametangaza viingilio. Wana haki ya kufanya hivyo kwa sababu wao ndio wenyeji, na niko hapa kuwasaidia Azam kutangaza viingilio walivyotangaza. Kiingilio cha chini ni shilingi 15,000, VIP ni 25 na nyingine ni 30,000 ile na nyingine ni 30,000. Sisi Simba Sports Club tunaona viingilio hivi, hasa kiingilio cha mzunguko, si rafiki kwa mashabiki wetu, si rafiki kwa wateja wetu, sio kiingilio chenye uhalisia katika mpira wetu. Azam wana haki ya kuweka kiingilio wanachotaka, wao ndio wenyeji, lakini kiingilio cha shilingi 15,000 mzunguko kuwa ndio kiingilio cha kima cha chini hakijawahi kuwekwa katika mpira wetu, hakijawahi kutumika katika mpira wetu. Tamasha la Simba Day ambao ndilo tamasha bora lenye mvuto ambao linasubiriwa na watu kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka, kiingilio cha kima cha chini kwenye Simba Day huwa ni shilingi 7,000. Simba tumecheza fainali yetu kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka 20 kupita, fainali ya kombe la shirikisho. Kiingilio cha kima cha chini kilikuwa shilingi 10,000. Leo hii
mechi ya ligi kuu ya NBC kima cha chini inakuwa ni shilingi 15,000. Huu ni unyonyaji uliopitiliza. Hiki ni kiingilio kisichokuwa na uhalisia hata kidogo. Hatujui malengo halisi ya Azam ni yepi. Wanatafuta mapato kwenye fedha hii? Hatujui. Ama wameitathminisha hii mechi na kuiona ni mechi kubwa sana yenye thamani kubwa sana inayostahili viingilio vikubwa sana. Labda wamejikita hapo kwenye mrengo wa kibiashara, labda wamejikita hapo kwamba wameiangalia Mzizima Dabi, sababu unapoenda kuuza bidhaa yako unaifanyia tathmini bidhaa yako, alafu ndipo unapoipeleka sokoni na kuwapa walaji wako bei. Inawezekana Azam FC wamekaa wakaitathmini hadhi ya Mzizima Dabi, wakaiona ni mechi kubwa yenye hadhi kubwa, wakaamua kuja na kiingilio kikubwa cha shilingi 15,000. Inawezekana, lakini sisi kwetu tunaona viingilio hivi vimewekwa makusudi kwa ajili ya kusabotage mashabiki wa Simba washindwe kwenda uwanja wa Azam Complex. Ukweli ni kwamba Azam Complex, Azam FC hawana raha ama hawana furaha au they are not happy wanapocheza against Simba katika uwanja wao wa nyumbani, alafu majukwaa wametawala mashabiki wa Simba. Wanakosa dhana ya wao kuwa nyumbani, wanakosa utawala wa wao kuwa nyumbani. Sasa wanafanyaje kupata huo utawala wa mjukwaani? Wameamua kuweka kiingilio cha shilingi 15,000 ili kuwa frustrate, kuwakatisha tamaa mashabiki wetu washindwe kwenda uwanjani. Hiko ndicho kitu ambacho sisi Simba Sports Club tunaamini wamefanya hivyo kwa makusudi, kwa sababu nyie kaangalieni mechi za Azam FC mzunguko inakuaga shilingi, sio ni shilingi 2,000. Hebu nani Tobi, hebu ingia kwenye page ya Azam, mechi yao ya mwisho ya nyumbani kiingilio ilikuwa shilingi 3,000. Sawa, hebu angalia hapo mechi yao ya mwisho. Sasa hebu angalia hiyo margin kutoka kwenye kiingilio wanachokitumia wao kila siku kuja kwenye hiki kiingilio kipi ambacho wamekiintroduce. Na labda nyie ndugu zangu waandishi mniambie, na Watanzania kwa ujumla mniambie, ni wapi, ni lini tumewahi kutumia 15,000 kuwa ni kiingilio cha kima cha chini? Sisi kwetu tunaamini huu ni mpango wa makusudi wa kuwa frustrate. Kiswahili nasemaje? Je, nimetoka Afrika Kusini, Kiswahili kinapotea potea. Hii ni mechi wao wakiwa nyumbani dhidi ya Yanga. Kima cha chini mzunguko ilikuwa shilingi 5,000. VIPC ilikuwa shilingi 10,000. VIPB ilikuwa shilingi 20,000. Mechi against Simba mzunguko shilingi 15,000. Sijui tunaelewana ndugu zangu. VIP inakuja ni huku, VIP hakuna shida huku, hata angeweke 50,000 laki hakuna shida, lakini tunawaangalia mashabiki wale ambao ndio wengi wanaokuja uwanjani na kiingilio ambacho tumekiweka. Hii ni uwanja wa Taifa Benjamin Mkapa. Niangalizie Chamazi wanawekaga shilingi ngapi kiingilio? Kwa hiyo ni kiingilio ambacho hakina uhalisia. Chamazi 3,000. Chamazi 3,000. Chamazi shilingi 3,000. Sasa kutoka shilingi 3,000 kwenda shilingi 15,000, mnaweza mkaona ni kiingilio cha makusudi kiasi gani cha kuwavunja moyo mashabiki wetu washinde kwenda uwanjani. Yaani hata mafuta hajapanda bei kwa kiwango hiki. Kutoka 3,000 mpaka 15,000, mafuta yenyewe tunapambana nayo sasa hajafika namna hiyo. Hii hapa mechi yeye na Mtibwa, timu kubwa hii. Mtibwa msichukulie poa, bingwa wa Tanzania mara 2 mtawalia. Azam mwenyewe hajawahi kuchukua ubingwa mara 2 mfululizo, ana ubingwa mmoja tu. Mtibwa Sugar amechukua ubingwa mara 2 mtawalia. Mechi kubwa hii wameweka kiingilio shilingi 3,000
ikaja shilingi 5,000 na shilingi 10,000. Yaani mtu ambaye aliingia VIPA mechi ya Azam na Mtibwa kwa shilingi 10,000 hawezi kuingia mechi ya Simba na Mtibwa kwa shilingi 10,000 yake. Simba na Azam hawezi kuingia mechi hiyo akiwa na 10,000 yake walao mzunguko. Ndugu zangu, hii ni sabotage ya kiwango cha hali ya juu mno cha kutaka mashabiki wetu sisi wasiende uwanjani.